Naam, mtazamaji, vita mpya imeanza ndani ya ikulu ya Dodoma kati ya Samia Suluhu na kigogo huyu maarufu wa CCM. Waanza kurushiana maneno mitandaoni kuashiria mgawanyiko mkali sasa hivi. Chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Mtazamaji, kuna matukio mawili siku ya leo ambayo yamedhihirisha na kutoa ushahidi wa mpasuko ambao huenda umetokea kati ya Daktari Tulia Ackson pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan, au hata mgawanyiko ambao umetokea ndani ya CCM leo. Habari mbaya ndani ya chama cha CCM, huku mgawanyiko mkubwa sasa ukishuhudiwa kati ya Samia Suluhu na aliyekuwa spika wa bunge Daktari Tulia Ackson. Mijadala ya hadhara leo Tanzania nzima imezidi kushika kasi kufuatia madai ya baadhi ya wananchi ambao ni wadadisi na wachunguzi na watumiaji wa mitandao ya kijamii kuwa aliyekuwa spika wa bunge Daktari Tulia Ackson sasa hivi ameweza kutofautiana na CCM baada ya kuonyesha dalili hizi mitandaoni na pia kutoonekana kuhudhuria misa ama maombolezaji na mazishi ya kumwombea marehemu mbunge wa Peramiho Jenista Joakim Mhagama iliyofanyika mjini Dodoma ikiongozwa na Rais Samia Suluhu. Tangu awali kukosekana huko kwake katika mazishi hayo jana kumetafsiriwa na wachambuzi wa mtandaoni kupitia lenzi ya kisiasa, huku wengi wakiweka ndani ya kile wanachoeleza kuwa kuna uwezekano wa vita vya siri au mpasuko wa siri wa kimya kimya kati ya Daktari Tulia Ackson na Rais Samia Suluhu Hassan na chama kizima cha Mapinduzi CCM, chama tawala, huku dalili na ushahidi wa machapisho yao mtandaoni ukiweza kudhihirisha na kuzua hofu hii. Huku picha na video za kanisa hilo jana zikisambaa mitandaoni, baadhi ya watumiaji na wananchi walidai kuwa walifuatilia kwa makini, lakini hawakumwona Daktari Tulia Ackson, wakiweza kuhofia ya kwamba hakuweza kualikwa kutokana na hofu ya mgogoro huo. Mjadala huu umeshika kasi zaidi na kushika moto katika mitandao ya kijamii baada ya usiku wa jana Daktari Tulia Ackson kuweza kupakia au kuchapisha na kuposti kupitia mtandao wake wa kijamii wa Instagram picha ya chungu ama chombo cha maji cha zamani, na chini yake akaweza kuandika maneno makali ambayo yamezua hofu ya kwamba kuna mgawanyiko kati yake na Samia Suluhu na chama cha CCM. Maneno aliyoyaandika hapo kama unavyotazama, aliandika kwa ufupi, siri ya mtungi, maneno ambayo yalitafsiriwa ya kwamba kuna siri ambayo Tulia Ackson ameweza kuibeba na siri hiyo ni yeye binafsi ndiyo anayoifahamu, akitumia methali ama fumbo la siri ya mtungi. Hata hivyo, ingawa ujumbe huo ulikuwa mfupi na wenye utata, watumiaji wa mitandao ya kijamii walihusisha haraka na mambo ya kisiasa yanayoendelea, huku wengi wakisema kuwa uligusia kwa hila mgogoro uliojificha kati yake na CCM chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu, akiweza kumaanisha kwamba siri ya mtungi ni siri ambayo yeye pekee ndiye aliyeweza kuibeba na yeye pekee ndiye anayeifahamu. Hata hivyo, wakati wake wa kuchapisha maneno haya kupitia mtandao wake wa Instagram ni wakati huo huo ambapo hafla ya maombolezo ya mbunge wa CCM aliyefariki iliyokuwa ikiongozwa na Samia Suluhu ilikuwa ikiendelea, huku Tulia Ackson akiwa haonekani katika hafla hiyo, wengi wakihofia kwamba hakualikwa. Ufafanuzi wa mtandaoni wa chapisho hilo lake ulitofautiana sana, lakini simulizi kuu liliibuka ikionyesha ujumbe kama ishara ya kupinga au taarifa iliyosimbwa. Watu wa maoni wanaoamini kuwa kuna vita vya siri kati ya Daktari Tulia Ackson na Rais Samia Suluhu Hassan walisema kuwa wadhifa huo unaonyesha misukosuko ya ndani ambayo inawezekana inahusishwa na dhamira za uongozi za siku za nyuma na kuonekana kutengwa ndani ya CCM. Wengine hata hivyo walitahadharisha kuwa tafsiri kama hizo zinasadia kuwa za kubahatisha na hatari ya kupindua mienendo ya ndani ya chama cha CCM. Uvumi huo pia umefufua kumbukumbu za nyakati za zamani za kisiasa, ikiwa ni pamoja na nia ya awali ya Daktari Tulia Ackson kugombea uspika kabla ya kung'atuka ama kung'atuliwa. Katika hali ya hewa ya sasa mitandaoni, matukio hayo yanatafsiriwa upya na baadhi ya wananchi kuwa ni dalili za awali za mvutano kati yake na uongozi wa juu wa CCM chini ya Rais Samia Suluhu, zinazoingia kwenye simulizi ya uhasama wa muda mrefu lakini uliofichwa badala ya maamuzi ya pekee ya kisiasa. Swali la mara kwa mara linalotawala vikao vya mtandaoni leo limekuwa neno kata ni nani.
ama siri ya mtungi inamaanisha nini, linalotumiwa na watumiaji wengine kama sehemu ya tafsiri yao. Swali la mara kwa mara linalotawala vikao vya mtandaoni kuanzia usiku wa jana ni nini maana ya siri ya mtungi, ambayo Daktari Tulia Ackson aliweza kuiandika katika mitandao yake ya kijamii, wakati huo akikosekana kuonekana katika hafla iliyoongozwa na Samia Suluhu jana. Ndani ya mijadala hiyo, msemo huo umetungiwa mithili ya mtu ambaye jina lake alikutajwa au kundi linalodaiwa kuhusika kumweka kando Daktari Tulia, mara nyingi akihusishwa na watoa maoni wa Rais Samia Suluhu au mjadala ama madalali wenye ushawishi mkubwa ndani ya CCM, licha kukosekana kwa ushahidi unaounga mkono madai hayo au kuthibitisha madai hayo. Wachunguzi wa masuala ya kisiasa wanaona kwamba kasi ambayo tafsiri hizi za methali yake zimeenea inaangazia jinsi ishara zinavyoweza kuwekwa kisiasa, haswa wakati mtu anayehusika anahusishwa na wadhifa wa juu. Katika kesi hiyo, ukimya wa Daktari Tulia Ackson umesomwa na baadhi ya watu kuwa ni wa kimkakati, ukimarisha tuhuma za msuguano wa busara na Rais Samia Suluhu na chama cha CCM, huku wengine wakisema kuwa ukimya haupaswi kulinganishwa moja kwa moja na kinzani au migogoro. Baadhi ya wachambuzi wanahoji kuwa kutokuwepo kwa Daktari Tulia Ackson katika hafla hiyo ya jana iliyoongozwa na Samia Suluhu ya mazishi kunaonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu urithi, uaminifu na ushawishi ndani ya CCM. Wanapendekeza kwamba tetesi za mapigano ya siri zinasikika kwa sababu zinaingia katika mitazamo mipana ya umma kwamba mapambano ya kuwania madaraka ndani ya chama tawala mara nyingi yanasimamiwa kimya kimya, mbali na majukwaa rasmi ya kufanya vitendo vya kiishara kuonekana muhimu zaidi kuliko ambavyo vingeweza kuwa. Wengine wanaonya kwamba kuendelea kutunga matukio kwa kutumia lenzi ya migogoro ya ndani kunahatarisha kupotosha ukweli na kuweka shinikizo lisilofaa kwa watu wa kisiasa. Kwa upande wa Daktari Tulia Ackson, kuhusishwa mara kwa mara na vitendo vyake na madai ya kuwa na mpasuko na Rais Samia Suluhu kunaweza kuwa mgumu mitazamo ya umma, hata kama uhusiano kati ya viongozi hao wawili utaendelea kuwa wa kitaalamu na dhabiti ndani ya miundo ya CCM. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na Daktari Tulia Ackson kando na methali hiyo na fumbo hilo aliloliandika katika mtandao wake wa kijamii. Hakuna taarifa nyingine aliyoitoa kueleza kutohudhuria misa hiyo au kufafanua maana ya ujumbe wake wa siri ya mtungi. Ukimya huu umeruhusu uvumi kuhusu vita vya siri kati ya Rais Samia Suluhu na CCM kuendelea, vikidumishwa kwa kiasi kikubwa na simulizi za mitandao ya kijamii badala ya habari zilizothibitishwa. Hatimaye mjadala unaoendelea unaonyesha nafasi kubwa ya mtazamo katika siasa za Tanzania leo, ambapo ukimya, ishara na kutokuwepo kunaweza kutafsiriwa kama upinzani, iwe kuna ukweli au hapana kwa madai ya mgogoro uliofichwa kati ya Daktari Tulia Ackson, Rais Samia Suluhu na CCM. Kipindi hicho kinasisitiza jinsi mazungumzo ya kidijitali yanavyoweza kuongeza uvumi katika mazungumzo ya kitaifa na kuacha wananchi wakisubiri ufafanuzi ambao unaweza kutokea au kutokuja. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimefanikiwa kukuandalia katika ripoti au habari hizi. Chukua sekunde yako moja ama mbili kubonyeza alama ya like na ubonyeze neno subscribe na alama ya kengele. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwangu na itakuwa vile vile umenisaidia kwa sana. Kisha chukua sekunde zako zingine mbili kunijuza maoni yako. Je, unadhani siri ya mtungi inamaanisha nini kwa matamshi haya ya Tulia Ackson? Je, unadhani kuna mgawanyiko ndani ya CCM? Na kuachia uwanja huu wa comment section, vile vile bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, itakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.